Baba na Mungu wetu leo hai katika jina la Yesu. Mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Mungu mwenye nguvu, Mungu mweza wa yote. Hakika unastahili sifa, utukufu na heshima. Unastahili kuabudiwa Mungu wetu. Utukuzwe milele. Asante kwa shukrani nyingi za mioyo yetu. Utukuzwe Yesu Kristo. Utukuzwe Mungu wetu. Utukuzwe milele. Hakika hakuna Mungu aliye kama wewe. Nami ni tayari niko madhabahuni pako, hekaluni mwako Mungu, katika jina la Yesu. Katika siku ya leo ninaomba unitie nguvu, unipe ujasiri wa kuyanena maneno yako, lakini pia kutie nguvu na watu wetu pate kuomba, na maombi yetu yawe ni maombi yenye nguvu na maombi yaletayo ushindi katika maisha yetu. Bwana Yesu tukuzwe, Bwana Yesu inuliwe. Utukufu wako ujae na kutamalaki mahali hapa. Neema yako, kibali, fadhili zako Bwana na neema zako Mungu wetu leo hai katika jina la Yesu. Mfalme Mungu wetu uishi milele. Ukalibariki neno lako, ukabariki na maombi yetu, na ukabariki na ibada yetu nzima ya siku ya leo katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu leo hai. Amen. Neno ambalo Bwana Mungu amenipa la maombi yetu asubuhi ya leo mahali hapa CBC kanisani Christ Medical Center, kwa moja kuandika na kusikia na kujifunza, ni kuomba amani ya Kristo itawale katika taifa la Tanzania na watu wake na katika kanisa la Yesu ulimwenguni. Maombi yetu ya asubuhi ya leo ambayo nataka nikushirikishe na tupate kuomba kwa ujasiri kabisa, ni kuomba amani ya Kristo itawale katika taifa la Tanzania na watu wake na katika kanisa la Yesu ulimwenguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna kila sababu ya kumwomba Mungu tena katika siku ya leo, kwa sababu kama watu wa Mungu kuna wito wa kimaombi ambao Mungu ametuita kila mmoja. Huu ni wito wa Mungu wetu, wito wa kimaombi ambao Mungu ametuita kila mmoja. Unaposikia sauti hii asubuhi leo, jua kwamba Mungu ana wito ambao anakuita tupate kumuomba, tupate kuomba. Haleluya. Kitabu cha Mathayo sura ya 7, Mathayo mtakatifu sura ya 7 na mstari wa 7, inasema ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Huu ni wito wa kimaombi ambao Mungu anatutaka tuombe, anataka tunyenyekee kwake, anataka tutii kwake kimaombi katika jina la Yesu. Ombeni nanyi mtapewa. Haleluya. Kwa kuna jambo la kuomba sisi wanadamu na kuna jambo la kupokea kutoka kwa Mungu kama ahadi yake. Bwana Yesu sana. Lakini pia kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 5 na mstari wa 17, Biblia inasema kwamba ombeni bila kukoma. Huo ni wito wa kimaombi, ombeni bila kukoma. Haleluya. Bwana Yesu sana. Lakini pia kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 33 na mstari ule wa 3, Biblia inasema kwamba niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyojua. Niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyojua. Huo ni wito wa kimaombi ambao Mungu anatuita, na hata asubuhi leo anatuita tupate kuomba. Haleluya. Lakini pia kitabu cha Yohana mtakatifu sura ile ya 16, Yohana mtakatifu sura ya 16 na mstari ule wa 24, Biblia inasema ya kwamba hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu, ombeni nanyi mtapata, furaha yenu iwe timilifu. Hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu, ombeni nanyi mtapata, furaha yenu iwe timilifu. Wito wa Mungu wetu ni wito wa kimaombi ambao Mungu anatuita. Haleluya.
haleluya, basi tuna ujasiri wa kusimama mbele za Mungu kwa maombi na kwa imani, kwa sababu ahadi za Mungu ni amina na kweli. Haleluya. Kitabu cha Waebrania sura ile ya 4 na mstari ule wa 16. Waebrania sura ile ya 4 mstari wa 16. Biblia inasema, basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Hayo ni machache tu ambayo nimekuonyesha kwamba tunao wito wa kimaombi ambao Mungu anamtaka kila mmoja apate kuomba, na tuwe na ujasiri, kwa sababu Mungu wetu ahadi zake ni amina na kweli. Sawa na Waebrania sura ya 4 mstari wa 16. Sasa maombi yetu yanasema ya kwamba kuweka amani ya Kristo itawale katika taifa la Tanzania na watu wake, na katika kanisa la Yesu ulimwenguni. Sasa neno amani linaweza kuwa na tafsiri nyingi sana, lakini nataka nikupatie amani, neno amani kibiblia kwa tafsiri yake. Kwa Kiebrania maana yake ni shalom, kwa Kiarabu ni salam, na kwa Kiswahili ni salama. Kwa unaposema salama unazungumzia amani. Bwana Yesu sana. Unaposema shalom unazungumzia amani. Unaposema salam unazungumzia amani. Na kwa tafsiri ya moja kwa moja ni kuwa na ustawi katika mazingira yote ya mwili, nafsi na roho, na kutokuwa na vita pande zote. Kwa tafsiri ya moja kwa moja, neno amani ni kuwa na ustawi katika mazingira yote ya mwili, nafsi na roho, na kutokuwa na vita pande zote, yani vita vya kimwili na kiroho na nafsi, yani kuwa na utulivu. Maana amani ni utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Kutozungukwa na mazingira ya uadui au kuwa na maadui. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Mtu wa Mungu, tunapaswa kuomba amani ya Kristo itawale katika taifa la Tanzania na watu wake, na katika kanisa la Yesu ulimwenguni. Tabia ya ulimwengu wa roho, Mungu humtumia mwanadamu kukamilisha malengo yake, na shetani pia ambao ni roho ya kuasi humtumia mwanadamu ili kukamilisha malengo yake. Kwa hiyo Mungu anayo malengo, lakini pia vile shetani naye ana malengo. Sasa ni mimi na wewe tunapaswa kuchagua kwamba tunataka tukamilishe malengo ya nani? Bwana Yesu sana. Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana. Mimi na wewe tunapaswa kuchagua kwamba tunapaswa kutimiza malengo ya nani? Malengo ya Mungu au malengo ya shetani? Na siku zote shetani ni mharibifu, na siku zote Mungu ni mwema, ni mwenye upendo. Sasa Mungu ni roho, na Mungu ili akamilishe malengo yake na mipango yake humtumia mwanadamu, na vile shetani hii akamilishe mipango yake. Maana shetani pia ni roho, anamtumia mwanadamu ili akamilishe malengo yake. Kwa hiyo mwanadamu amekaa kama kiwanda ambacho kinapokea, kinachagua. Mimi na wewe tunachagua nani ambaye tunataka tuyakamilishe malengo yake. Bwana Yesu sana. Kwa hiyo ndio nao tunyumuisha kuwa tunamtumikia nani. Amani ni uvuvio wa Mungu ndani ya mwanadamu, lakini pia uharibifu ni uvuvio wa shetani ndani ya mwanadamu.
Tusome kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ile ya 10. Nataka uone hapo Yohana sura ya 10 na mstari ule wa 10. Biblia inasema hivi: mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Hapa kuna pande mbili ambazo neno hili linatuonyesha kwamba kwa upande wa shetani anakuja ili aibe, shetani anakuja ili achinje, shetani anakuja ili aharibu, lakini Mungu amekuja kwetu ili tuwe na uzima, kisha tuwe nao tele. Maana chanzo cha amani ni Mungu na chanzo cha uharibifu ni shetani. Bwana yetu sana. Kwa amani inapoondoka mahali, maana yake ni mtu amehusika kukamilisha malengo ya shetani. Amani inapokuwepo mahali, maana yake mtu amehusika ili kukamilisha malengo ya Mungu. Kwa hiyo hakuna amani ambayo ipo yenyewe tu, ipo kwa ajili ya wanadamu, lakini pia na uharibifu nao upo vile vile kwa ajili ya wanadamu. Kwa kadiri ambavyo wao wanataka amani au wanataka uharibifu. Kwa upande wa amani, kwa upande wa watu ambao wanataka amani, maana yake wanamtaka Mungu. Bwana Yesu sana. Bwana Yesu Kristo tukuzwe. Kwa tuna kila sababu watu wanaposimama katika maombi kuomba amani ya Kristo itawale katika taifa la Tanzania na watu wake, na katika kanisa la Yesu ulimwenguni. Turuhusu roho ya Mungu ikae ndani yetu. Turuhusu roho ya Mungu ikae ndani yetu, na tuondoe roho ya shetani ndani yetu. Maana shetani ni kuiba, shetani ni kuchinja, shetani ni kuharibu. Mambo ya vita, mambo ya mafarakano, magomvi yanaondoa amani ni roho ya shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Wafilipi sura ya 4 na mstari ule wa 7. Kitabu cha Wafilipi sura ile ya 4 na mstari wa 7. Biblia inasema, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote. Kumbe amani ya Mungu ni amani inayopita akili zote, inayopita fahamu zote. Ni amani iliyo na utoshelevu, iliyo na uchazo kamili. Ni amani iliyo kamilifu, ni amani iliyo kamilifu. Hiyo ndio amani ya Mungu ambayo nasema itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Kwa watu wa Mungu tunapaswa kuomba amani ya Mungu ipitayo akili zote katika taifa letu la Tanzania na watu wake, na katika kanisa la Yesu ulimwenguni. Napozungumzia kanisa la Yesu ulimwenguni, nazungumzia makanisa yote ambayo Yesu Kristo mahali hapo anaabudiwa na kutukuzwa na kusifiwa na kuinuliwa mahali popote. Hiyo ni Tanzania, hiyo ni Kenya, hiyo ni Uganda, hiyo ni nchi zote za Afrika na nchi zote katika bara yote, katika dunia yote ambako Kristo Yesu anaabudiwa. Haleluya. Kwa hiyo tunapoomba amani, tunakuza kanisa la Yesu ulimwenguni. Tunapoomba amani katika taifa la Tanzania, tunataka Tanzania yetu iwe na amani ya Kristo ambayo inapita fahamu zote, inapita akili zote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Msingi mkubwa wa mafanikio ya wanadamu awa yote ni amani. Na ili familia, ndoa, taasisi na hata taifa liweze kuwa na ustawi, linahitaji amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama baba, kama mama ambaye unafanya kazi, una biashara yako, kama hakuna amani, huwezi kufanya maendeleo, huwezi kufanikiwa, kwa sababu amani hakuna. Haleluya. Vita kila mahali, mabomu, risasi, bunduki, watu huko na kule wanavamiwa. Haleluya.
sana. Huwezi kufanya kazi vizuri, huwezi kufanya biashara vizuri, huwezi kuabudu vizuri, huwezi kuwa na ndoa yako vizuri kama hakuna amani. Kwa amani ndio msingi mkubwa wa kila mafanikio ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuombe amani ya Mungu ikutaye akili zote, itawale, ituhifadhi mioyo yetu na nia zetu. Na niwaambie watu wa Mungu, kama unadhani maombi haya si wakati watu wa kuomba, basi hebu waza vizuri. Hatuombi kwa sababu hatuna amani. Ni kweli wakati upo nayo amani, na ukitazama moyoni mwako unasikia amani, lakini kuambie maombi ni akiba ya wakati ujao. Maombi unapoomba leo amani, unaweka akiba ya wakati ujao. Hata kama wakati huu nao amani, hata kama wakati huu taifa la Tanzania unaona kuna amani, hata wakati huu unaona kanisa la Tanzania au kanisa la Yesu Kristo ulimwenguni lina amani, unapaswa kuomba amani, maana maombi yako ni akiba. Kitabu cha Mithali sura ya 24, Mithali sura ya 24 na mstari wa 10. Nataka uone hapa kitu kimoja, mtu wa Mungu, mtu wa thamani, unaponifuatilia, unaponisikiliza, unaponitazama. Mithali sura ya 24 mstari wa 10 unasema hivi: ukizimia siku ya taabu, nguvu zako ni chache. Ukizimia siku ya taabu, nguvu zako ni chache. Maana ni kwamba iko siku ya taabu, iko siku ya huzuni, iko siku ya changamoto, iko siku za majaribu. Maana anasema kwamba nguvu zako ni chache. Wakati wa mwanadamu unakuwa na nguvu chache. Maana ni kwamba hata maombi unaweza usiombe, hauna nguvu za kuomba, hauna nguvu za kusoma neno la Mungu, hauna nguvu zile ambazo unazo leo, maana nguvu zako ni chache. Lakini nikwambie mtu Mungu, maombi yako leo unayoyaomba au uliyoyaomba kwa imani, Mungu anasimama pamoja nawe kukusaidia wakati wa siku za taabu, wakati wa siku za huzuni, wakati wa siku wa majaribu na changamoto. Hivyo unapaswa kuomba. Hata kama una furaha siku hiyo, mwambie Mungu, naomba furaha. Ni akiba wakati ujao ambapo furaha itazongwa na kupitia maombi kwa imani, Mungu anakupatia furaha katika jina la Yesu. Amen. Kujifunze kuomba hata kama kitu nacho, muombe Mungu. Ni kwa ajili ya akiba ya wakati ujao. Nani ajuaye mwezi wa 7, mwezi wa 8, mwezi wa 9, mwezi wa 10, hata wa 11, 12, nini ambacho kimeandaliwa katika ulimwengu wa roho? Nani ajuaye mambo gani yaliyoandaliwa katika ulimwengu wa roho ambayo ni mabaya? Nani ajuaye? Kama kuna vita katika ulimwengu wa roho imeandaliwa kwa wakati ujao, nani ajuaye? Kama kuna uovu, kama kuna uharibifu umeandaliwa kwa wakati ujao, wewe hujui ni mwezi gani, nani ajuaye? Lakini maombi yako siku ya leo unapoomba amani, yanasimama kusaidia taifa letu la Tanzania, yanasimama kusaidia kanisa la Yesu ulimwenguni. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Tunaelekea katika uchaguzi. Mambo ni mengi, kampeni huku na kule. Haleluya. Kuna ushauri hata uchaguzi wetu mkuu wa kuchagua viongozi ufanyike kwa amani. Haleluya. Hata kampeni zinapofanyika zifanyike kwa amani. Hata wewe unapokupiga kura ukapige kwa amani. Je, tunatamani mabomu? Tunatamani milipuko huko na kule? Tunatamani vita za kule na kule? Lakini maombi yako kama Mkristo yana nguvu na ni akiba ya wakati ujao katika jina la Yesu. Haleluya kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuombe amani kwa taifa la Tanzania na watu wake, kwa viongozi wa serikali, bunge na mahakama, na kwa wananchi wote.
tutegemee makuu katika mwaka huu wa 2025. Tutegemee makuu ya Mungu 2025. Haleluya. Lakini pia amani kwa kanisa la Yesu ulimwenguni. Usisahau kulipeleka kanisa la Bwana, haleluya, kuliinua kwa maombi yako katika jina la Yesu. Amani kwa kanisa la Yesu ulimwenguni, yani taasisi za kiroho na viongozi wake pamoja na waumini wote wa kiroho. Haleluya. Amani ya Kristo Yesu itawala. Nataka nikuonyeshe kifungu hiki ambacho tunataka kumalizia nacho, Zaburi sura ya 4 na mstari ule wa 8. Zaburi sura ya 4 na mstari ule wa 8. Hebu sikia neno hili ambalo linazungumza, nasema hivi: katika amani nitajilaza na kupata usingizi mara, maana wewe Bwana peke yako ndiwe unijaliaye kukaa salama. Daudi anazungumza kwa maombi akisema na Mungu, akizungumza na Mungu kwamba katika amani nitajilaza. Maana yake pasipo amani hakuna kujilaza. Kujilaza maana yake hakuna, yani kujilaza maana yake ni kuwa na pumziko. Haleluya. Kuwa na utulivu, kuwa na raha nafsini, kuwa na furaha. Haleluya. Kwa katika amani nitajilaza na kupata usingizi mara. Bwana Yesu sana. Usingizi mara, yani ni raha ndani ya moyo wako, pumziko, utulivu katika maisha yako. Sababu maana wewe Bwana peke yako ndiwe unijaliaye kukaa salama. Kumbe anayetujalia kukaa salama ni nani? Ni Bwana. Kwa maombi haya tunayapeleka katika jina la Yesu Kristo, la Mungu wetu aliye hai. Na amani tunayoitaka ni amani ya Kristo Yesu, ni amani ya Mungu wetu aliye hai. Hatuombi amani kwa mizimu, hatuombi amani katika ufalme wa giza, bali katika ufalme wa nuru, ufalme wenye nguvu, ambaye ni mfalme wa amani, Mungu wetu aliye hai, katika jina la Yesu. Amen. Kwa tunaomba amani kwa mfalme wa amani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaomba maombi yetu haya elekeza kuomba katika jina la Bwana Yesu Kristo. Lakini pia omba kwa imani. Imani ni kuwa na hakika. Lazima ndani yako wewe na hakika na unachokiomba kwamba Mungu anasikia, na maombi haya ni akiba ya wakati ujao katika jina la Yesu. Taifa langu la Tanzania, watu wa Tanzania, kanisa la Yesu, wewe ni amani, amani, amani. Haleluya. Haijalishi katika masikio yako unaweza kusikia mangapi ambayo yanaweza kutisha au kuogopesha moyo wako, lakini kwa maombi haya yanakupa nguvu katika jina la Yesu. Ndio wakati ambapo wengine usikia njaa, katika njaa hiyo hiyo wewe ndani yako uko na shida. Haleluya. Maana ni nini? Kwamba wakati wengine wanalia, wanakuwa na huzuni, wewe ambaye umeomba, Mungu anakupa amani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaweza kumwomba Bwana kwa imani, tutake amani. Hata taasisi zetu za kiroho zinazohudumu katika roho na kweli, viongozi wetu na waumini wote wanaohudumu katika roho na kweli katika makanisa yote, basi Mungu achilie amani. Haleluya. Usitamani tu amani ya kanisa ambalo unaabudu, bali pia taka na amani kwa makanisa mengine ambayo yanaabudu katika roho na kweli pamoja nao. Jumapili hii ni makanisa mengi ambayo yanampa Mungu ibada katika roho na kweli. Haleluya. Kuelekeza maombi yako, haya ni maombi mazuri. Tunajifunza pia kuombea wengine. Haleluya. Basi kwa neno hili Mungu akubariki sana. Ninaamini umeweza kunifuatilia na kunielewa. Na nitoe tu ombi ya kwamba kila unapoandaa maombi yako kuomba, yawe ni maombi yako binafsi ya kuombea maisha yako, familia, ndoa na kila kitu, kazi, uchumi, basi weka dakika zako 5 au 10
kuomba amani ya Kristo Yesu. Maombi maombi yako yote, kama utaanza na amani ya kuombea amani, basi kadri Roho Mtakatifu atakapokuongoza, lakini usiache kuenda dakika zako 5 au 10. Tamka, mwambie Mungu, naomba amani ipitayo akili zote, ipitayo fahamu zote, katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Tunazo nguvu, tunao ujasiri katika Mungu wetu, manake ahadi zake Mungu ni amina na kweli. Basi tunaweza kusimama sasa na kuimba wimbo huu wa kuabudu na kuachilia pia neema ya damu ya Yesu Kristo katika taifa letu la Tanzania na kwenye kanisa la Yesu ulimwenguni. Tuachilie damu ya Yesu, neema ya damu ya Yesu. Yes. Kitabu cha Ibrania sura ile ya 12 na mstari wa 24. Na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inaomema kuliko ile ya Abeli. Damu ya Yesu inanena mema. Unapoachilia damu ya Yesu, unaachilia kunena mema. Haleluya. Mahali ambako yamenena mabaya, basi damu ya Yesu ikanene mema. Ni kwa maombi yako. Haleluya. Yesu ituingie kwenye maisha
Achilia damu ya Yesu Kristo. Damu yetu pia inaweza kusafisha, kutakasa, kuosha. Pia omba toba, omba rehema kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Omba toba, omba rehema kwa ajili ya kanisa la Yesu ulimwenguni. Ukiachilia damu ya Yesu kwa imani asubuhi leo. Baba na Mungu wetu aliye hai, katika jina la Yesu, mfalme wa wafalme, Bwana wa Bwana, Mungu mwenye nguvu, tuko mbele zako Bwana asubuhi leo. Tunakuabudu wewe mfalme, tunakutukuza Mungu wetu. Ni nani kama wewe Bwana? Tumesikia neno lako, tumejifunza asubuhi leo, nasi Bwana tunakuja kwa unyenyekevu, tunakuomba wewe Bwana, katika damu yako Yesu Kristo. Ni damu inayotiririka, ni damu inayobeba, ni damu inayosafisha, ni damu inayotakasa, ni damu inayoosha, ni damu inayokomboa. Baba, katika jina la Yesu, asubuhi leo nyenyekea kwa Bwana, tunaomba rehema, tunaomba toba, tunaomba msamaha kwa ajili ya taifa la Tanzania, kwa ajili ya taifa la Tanzania, kwa ajili ya kanisa lako Bwana. Tunaomba rehema, tunaomba utakaso wa damu ya Yesu, tunaomba utakaso wa Roho Mtakatifu kwa damu ya Yesu Kristo. Tukusamehe Bwana tulipokosea kwa mawazo, tulipokosea kwa maneno, tulipokosea kwa matendo. Yesu Mungu wetu, utusamehe, utusafishe, utuoshe roho zetu, nafsi zetu, mioyo yetu, nia zetu. Mungu wetu, katika jina la Yesu tunaomba rehema, tunaomba rehema, tunaomba rehema bali ambapo tumeruhusu adui kupata nafasi kwenye maisha yetu, kwenye mioyo yetu, kwenye nafsi zetu. Baba, asubuhi ya leo tunaomba rehema, tunaomba rehema, tunaomba msamaha, ukiachilia damu yako ikatiririke, ikatiririke katika roho zetu, katika nafsi zetu. Ukatusamehe Bwana kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mawazo, nia, mitazamo, matendo yetu, maamuzi yetu, Mungu tusamehe, uturehemu Bwana kwa damu yako, kwa damu yako, kwa damu yako, kwa damu yako, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Samehe Bwana, samehe Bwana kiongozi wa serikali, samehe Bwana bunge, samehe Bwana mahakama, samehe Bwana wananchi wote, samehe Bwana taasisi zote kiroho, samehe Bwana na waumini wote, wanaoshika wote wa kila mahali. Tusamehe Bwana, tunaomba rehema zako, tunaomba msamaha, tunaomba toba kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tulipokosea Bwana, utusamehe, tuliporuhusu kutimiza malengo ya shetani, malengo ya adui, utusamehe Bwana kwa damu ya Yesu. Mahali ambako Bwana hatujatenda haki, wewe Mungu, ninaomba toba, ninaomba msamaha, ninaomba rehema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Damu yako Bwana ikatiririke sasa katika jina la Yesu, katika ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu Kristo. Na mbele zako Bwana tunaomba amani. Tumejua kwamba amani yako ni amani ipitayo akili zote, ni amani ipitayo fahamu zote. Baba, katika jina la Yesu tunaomba amani, tunaomba amani, tunaomba amani. Achilia amani, achilia amani, achilia amani, roho ya amani. Wewe ni mfalme wa amani, achilia roho yako, roho ya amani kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunaomba amani kwa taifa letu la Tanzania, katika mipaka yetu, katika mikoa yote, kata zote, wilaya zote, majimbo yote. Tunaomba amani yako Bwana kwa jina la Yesu. Kwa viongozi wetu tunaomba amani, kwa nchi, kwa wananchi wetu Bwana tunaomba amani ikatawale. Amani yako Kristo, amani ya Kristo Yesu, amani yako Mungu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Umesema Bwana kwenye kitabu cha Yohana ile sura ya 10 na mstari ule wa 10, umesema Bwana, wingi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe na utele. Bwana Yesu Kristo, tunaomba amani yako, tunaomba uzima wako kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunaomba amani ikatawale, amani yako Bwana kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Tunaomba amani, tunaomba amani,
yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Tunaamini kwako Bwana unapoomba, maana umesema ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa Bwana, katika jina la Yesu. Wewe kwa neno lako pia umesema ya kwamba niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyojua. Wewe Baba, subia leo Mungu wetu, unalitia jina lako, unalitia jina lako, unaita uwepo wako, unaita nguvu yako, unaita upendo wako, unaita amani yako, unaita uhuru wako, unaita Bwana wewe kwa jina la Yesu, nguvu yako kwa jina la Yesu Kristo, kwa taifa letu la Tanzania na kwa wananchi wote, wewe kwa jina la Yesu, na kwa kanisa lako Bwana, wewe ulimwenguni, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, mahali ambapo Bwana amani imetoweka, rejesha amani. Mahali ambapo Bwana amani imeondoka, rejesha amani, rejesha amani, rejesha amani katika roho zetu, katika nafsi zetu, katika mioyo yetu, katika nia zetu, rejesha amani kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Maana amani ni mambo yote, ni mafanikio, ni baraka, ni utulivu kwa jina la Yesu, ni furaha kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunaomba Bwana kwako Mungu wetu ambaye unasikia, unatenda, unafanya kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Asubuhi leo tunalitia jina lako, tunalitia jina lako, tunalitia jina lako Mungu wetu. Tunapoomba unasikia, tunapoomba unafanya, tunapoomba unatenda kwa jina la Yesu. Hata maombi ambao Bwana wanaomba kufuatilia mahali hapa, wanaokusikia Mungu na Bwana, kwa jina la Yesu unayasikia maombi yao kwa damu ya Yesu, na kwa jina la Yesu tunaomba Bwana kwako Mungu, maana tunao ujasiri wa kuingia Bwana mahali pa kiti chako cha rehema na kuomba rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji, maana maombi yetu ni akiba mbele zako Bwana, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunakuomba Mfalme, tunakuomba Mungu wetu amani kwa kanisa lako Bwana ulimwenguni, kwa jina la Yesu, kwa viongozi wa kiroho, kwa viongozi wa kanisa, kwa waumini wote Bwana, kwa washirika wote Bwana wanaokuabudu katika roho na kweli, tunaomba amani ikatawale kwa jina la Yesu, maana msingi mkubwa wa mafanikio ya mwanadamu ni amani, kwa jina la Yesu. Amani Bwana katika familia zetu, amani Bwana katika ndoa zetu, amani Bwana katika taasisi, amani Bwana katika taifa, katika jina la Yesu. Tupate usawi, tupate kufanikiwa, tupate kuabudu Mungu katika roho na kweli, tupate kuona uweza na nguvu zako, tupate kufurahia Bwana na uwepo wako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, kwa jina la Yesu. Ombe kwa Bwana, tunaomba kwa Bwana kwa imani katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu, asante Mungu wetu. Endelea kuachilia kiu na shauku ya kuendelea kuomba maombi haya, kuombea amani, kuomba amani kwa jina la Yesu. Tunapoandaa maombi yetu, tukumbushe pia Bwana kwa Roho yako Mtakatifu kuomba amani, kuombea amani kwa jina la Yesu. Amani katika ibada zetu, amani katika utumishi wetu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Achilia amani yako Bwana hata kwa ibada yetu ya siku ya leo. Achilia amani yako Bwana, tukakuone Mungu ukituhudumia Bwana, ukituhudumia Bwana, ukituhudumia Bwana kwa damu ya Yesu, ukisema nasi, ukitushauri, ukituongoza katika jina la Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Asante Mungu wetu. Amani tawale, amani yako Kristo katika taifa la Tanzania na watu wake na katika kanisa la Yesu ulimwenguni, kwa jina la Yesu. Pokea amani ya Bwana, pokea amani ya Bwana, pokea amani ya Bwana, pokea amani ya Bwana, pokea amani ya Kristo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni ngome yangu, ni ngome ya uzima wangu, nimhofu nani? Watenda mabaya waliponikaribia, wanile nyama yangu, watesi wangu na adui zangu walijikoa kaanguka. Jeshi ya kujipanga kupigana nami, moyo wangu
sitaogopa. Vita vitakunitokea, hata hapo nitatumaini. Neno moja nenda kwa Bwana, nalo ndilo nitakayotafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Mradi atanisitiri badani mwake siku ya mabaya, atanisitiri katika sitara hema yake na kuniinua juu ya mwamba. Na sasa kichwa changu kitainuka juu ya adui zangu wanaonizunguka, nami nitatoa dhabihu za shangwe hemani mwake. Nitaimba na nitamhimidi Bwana. Wewe Tanzania sikia, wewe Tanzania sikia, wewe kanisa la Bwana sikia, kwa jina la Yesu. Sikia sauti ya Bwana, sikia sauti ya Bwana, sikia sauti ya Bwana, sikia maombi ya watakatifu ya waombao katika jina la Yesu, kwa bidii na kwa haki na kwa kweli katika jina la Yesu. Sikia Tanzania, sikia Tanzania, anga ya Tanzania sikia, ardhi ya Tanzania sikia, kwa jina la Yesu. Bahari ya Tanzania sikia, kwa jina la Yesu. Mashariki sikia, kaskazini kusini sikia. Sikia, 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 sikia maombi ya watu wa Bwana, sikia maombi ya waombao kwa jina la Yesu. Tunaomba amani, tunaomba amani, amani itawale kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Haleluya, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Bwana. Ahadi zako ni amina na kweli. Ahadi zako ni amina na kweli. Ahadi zako ni amina na kweli. Tunakuamini Bwana. Tunakuamini Bwana. Ndio yako ni ndio, hapana yako ni hapana, katika jina la Yesu. Neno lako ni nuru, neno lako ni uzima, neno lako ni uzima, neno lako ni nuru, neno lako ni nguvu, neno lako ni ahadi, katika jina la Yesu. Asante Mungu wetu, tunakushukuru. Utukuzwe Bwana, utukuzwe milele. Amani itawale katika miji yetu, katika nyumba zetu. Amani itawale kila mahali, katika jina la Yesu. Roho ya Mungu, roho yako Mungu, Roho Mtakatifu na akakae ndani yetu, tupate kuyakamilisha malengo yako Mungu, makusudi yako, mapenzi yako Mungu kwa watu wako, katika jina la Yesu. Asante Jehova, utukuzwe milele. Mbariki na kila mmoja ambaye ameomba kwa imani, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu.